Kushambuliwa kwa Padri Kitima wanatia hofu wakosoaji. God bless Lema amezungumza hivyo. Huyu ni mjumbe wa kamati kuu ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema na mbunge wa zamani wa Arusha mjini. Amelaani tukio la kushambuliwa kwa Padri Charles Kitima, katibu mkuu Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania, akidai kuwa shambulizi lake huenda likawa sababu ya kuogopesha, kutisha na kuongeza hofu kwa wakosoaji. Lema ameandika kupitia ukurasa wake wa X, zamani Twitter, akisema na nukuu, "Father Kitime ameshambuliwa? Hii ni hatari sana na mwelekeo huu ni mbaya zaidi. Naona hatari mbele. Ninaota kuwa ujasiri wa shambulizi hili pengine utakuwa na sababu ya kuogopesha, kutisha na kuongeza hofu kubwa kwa wakosoaji dhidi ya uonevu, dhambi na ukandamizaji. Hatua hii mbaya inatakiwa kukutana na vikwazo vikali kutoka kwa jamii ya watu wanaotaka haki katika nchi bila kujali itikadi zao za dini, kabila na siasa. Na laani vikali shambulio hili ambalo linajenga hofu kubwa kwa viongozi wa dini na wananchi. Huu ni wakati wa kusimama kinyume na udhalimu wa aina yoyote kwa umoja wetu kama nchi na taifa la Mungu. Mungu akuponye haraka," amesema God bless Lema. Tayari jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam limetangaza kumshikilia mtu mmoja kwa tuhuma za kuhusika katika shambulio hilo dhidi ya Padri Kitima, likisema kwamba aliyejeruhiwa kichwani na kitu butu akiwa katika eneo la maliwato ya kantini ya Tech Kurasini jijini Dar es Salaam. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na kamanda wa polisi kanda maalum ya Dar es Salaam Jumanne Muriro, tukio hilo lilitokea usiku wa kuamkia Mei 1 majira ya saa 4:15, muda mfupi baada ya Padri Kitima kuhitimisha kikao cha viongozi wa dini kilichofanyika tangu saa 3 asubuhi hadi saa 1 jioni. Baada ya kikao, Padri Kitima alielekea kwenye kantini ya baraza na kubaki hapo hadi saa 4:15 usiku. Alipokwenda maliwatoni ndipo alipojeruhiwa kichwani na watu wawili waliotumia kitu butu, imeeleza taarifa ya polisi. Padri Kitima alikimbizwa katika hospitali ya Aga Khan ambapo anaendelea kupatiwa matibabu na hali yake inaelezwa kuwa inaendelea vizuri. Jeshi la polisi limeeleza kuwa linamshikilia Rauli Mahabi Haraja, mkazi wa Kurasini, kwa mahojiano kuhusiana na tukio hilo, na linafanya uchunguzi wa kina wa chanzo cha tukio hili na kuwachukulia hatua kali za haraka wote waliohusika. Hii ni VOT Update. Wakati wote sisi tumechangamka. Nini maoni yako? Nione kwenye comment hapo chini, itakuwa swadakta sana.